Karibu sana katika awamu hii ya ukumbi wa siasa, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu popote pale ulipo katika kaunti zote 47. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Roda Nyamai Konradhi, na unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Nitaanza moja kwa moja na Kenya imekuwa mwenyeji wa kongamano la Afrika na Ufaransa maarufu Africa Forward, ambalo limeangazia pakubwa maendeleo na ustawi wa Afrika, huku Kenya ikionekana kufaidi pakubwa katika makubaliano ya diplomasia, kukiwemo kuwekeza katika miradi mbalimbali kwa kima cha shilingi bilioni 150, baadhi ya miradi ambayo wanatarajia kuangazia. Lakini yanajiri hayo, Rais William Ruto hii leo akisisitiza kwamba Kenya na Afrika kwa jumla hawataendelea kuwa watumwa wa wakoloni. Lakini pia haya yamejiri kukiwemo na maswali kutoka kwa baadhi ya wanaharakati kuhusiana na ujio wa Ufaransa katika taifa hili na Afrika kwa jumla. Lakini hii leo wale wanaharakati wakati waliandamana hawakupata nafasi ya kuandamana kikamilifu, kwani walipitia vitoa machozi. Lakini faida za mkutano huu ni zipi haswa kwa taifa hili la Kenya? Kumbuka sisi ndio wenyeji. La pia, wakati ambapo tunaelekea katika mkutano wa mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani, mataifa inafahamika kama G7 katika mwezi mmoja ujao. Yote haya wameangazia kutoka hapa yatakuwa na faida ya namna gani? Hii leo tunazungumza na Gordon Kachola. Karibu sana. Asante. Umekuwa namna gani? Siku imekuwa mrefu, lakini tunashukuru Mungu. Mvua ni baraka. Yanajiri hayo pia kukiwa na wale ambao wanakosoa kauli za Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusiana na mkutano wa jana, ambapo vijana walionekana kuzua kelele, na wengi wanasema anaashiria zaidi maswala ya kuonekana kutoheshimu ule utamaduni wa Afrika na wa Kenya kwa jumla, kwani ingekuwa ni mataifa ya Ulaya labda asingezungumza vile. Ni yale ambayo tutaangazia siku hii leo. Nitaanzia papo hapo kwa hilo swala la jana. Rais Macron alionekana kidogo hiyo jana kughadhabishwa na jinsi vijana waliokuwa katika mkutano huu hiyo jana kuonekana kuzua kelele, lakini wengi wanasema la hasha, angalikuwa kwao hiyo tona angetumia kwa watu wa huku uzunguni. Liz, ni vyema tuambiane ukweli, maana saa zingine tuko na utovu wa nidhamu hata mahali pasipofaa. Ukiangalia jana pale, wale ambao walienda pale ni wale ambao walialikwa wahudhurie mkutano huo. Na katika kuhudhuria mkutano kumaanisha kwamba umekubali kusikiza na kusikiliza yale ambayo yanasemwa pale. Huenda usikubaliane nayo, lakini ni vyema, ni nidhamu sawa kuhakikisha ya kwamba wakati uko hapo umepea yule ambaye anazungumza wakati wake wa kuzungumza na amalize. Ni aibu kubwa sana wakati rais ambaye ametutembelea, rais ametoka kwake amekuja kwetu ametutembelea, alafu tunaonyesha picha ambayo haifai. Ingelikuwa mimi ningezusha hata zaidi. Yes. Umesema ilikuwa haki yake. Ilikuwa haki kwa sababu asingejitokeza kuhakikisha kwamba amewanyamazisha, na hakutumia neno baya wala hakutumia maneno ambayo yanakosesha watu heshima. Alitumia maneno ambayo yako sahihi, akawaambia endapo hutaki kusikiliza yale ambayo yanaendelea hapa, tafadhali unaweza ondoka. Hilo ilikuwa ombi. Kwangu mimi naona ilikuwa ombi, lakini Wakenya nasi pia tujifunze kuwa na nidhamu wakati kuna wageni. Sio wakati kuna wageni nyumbani ndio wakati tunaanza kuonyesha zile aibu zetu ndogo ndogo ambazo tumezizoea hapa kwetu. Lakini wakati ambapo tunalizungumzia hili, wengi wanasema huu ni ukoloni. Wanahisi sauti ya mkoloni ambayo ilizungumza hiyo jana, licha ya kuwa ni ukweli alichozungumza ni kweli, kulikuwa na utovu wa nidhamu, lakini wanahisi kidogo ni kama mkono wa ukoloni, sauti ya ukoloni ilikuwa inasikika pale. Wanauliza, ingelikuwa tuseme yako Marekani kwa jumla, ama kwa mfano ajipate pale, angezungumza na hao watu kwa hiyo sauti? Unajua, ni vyema tuambiane ukweli. Endapo tuseme ni Rais William Ruto ameenda
Austria, ameenda Belgium, ameenda wapi, na amepata nafasi ya kuzungumza ama Wakenya, baadhi ya watu ambao wanazungumza pale, na kuna watu wanapiga kelele. Wewe ni mgeni, wewe umepata fursa ya kuzungumza na watu, na sio kuzungumza tu, mnafanya uhusiano. Kwa vile sasa inamaanisha kwamba kuna watu ambao labda wamekuja hapo na lengo lao kuu ni kuharibu uhusiano wenu. Chukua fursa hiyo, na ni tabia ya mtu binafsi, sio ya nchi wala watu. Tusione kwamba hivyo ndivyo watu wa Ufaransa wanavyojibeba. Hapana, ile ni tabia yake kibinafsi. Ile tunaita kwa Kiingereza personality. Endapo utapata mtu afanyi kitu ambacho hakifai, kwa nini usimwambie hata pale barabarani, okota ganda la ndizi ambalo umelitupa hapo? Wacha tutoke kwa hilo, tuingie katika sasa mkutano wenyewe. Wengi wa Wakenya wanauliza ni kipi kipo pale ndani chetu. Ni baadhi ya yale najua. Yes, walitia mikataba saini ya kuweza kushirikiana, na Rais William Ruto anasisitiza wanashirikiana kwa njia ambayo they are partners and equals. Ni kitu ambacho amesisitiza hata jioni ya leo. Kenya inafaidi kwa namna gani ukiangalia kwa ukaribu? Kabla tuangalie Kenya inafaidi kwa namna gani, tuangazie kwanza, je, Wakenya wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na kongamano? Ukiniuliza, baadhi ya Wakenya hawana taarifa kamili, hawajui ni kwa nini, hawajui ni nini kinaendelea na ni kwa nini inaendelea. Kwa hivyo ningesema ya kwamba kuna ulegevu katika upande wa serikali kuhakikisha kwamba wamejulisha raia kuhusu kongamano hili. Kwa nini nasema hivyo? Kabla kongamano lifanyike, ni vyema serikali ianze kukusanya, kuongea na watu kwa kile tunasema kuhamasisha, kutoka bottom up, real bottom up. Ingekuwa kuhamasisha, kuambia mwaka ujao ama mwaka huu mwezi wa 5 kutakuwa na kongamano. Kongamano hili ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa hivyo Wakenya wanakuwa na ufahamu kupitia vyombo vya habari, kupitia baraza mbalimbali, ile tunaita public participation, watu kuhusishwa, wapate kujua. Ndiposa baada ya kutia sahihi makubaliano kadhaa, Wakenya watakuwa wanajua, mtu kutoka hata kama ni Kadhonzweni anaelewa ni nini inaendelea Nairobi. Na endapo hilo halijafanyika, ni kumaanisha kuna Wakenya ambao wanaona wazungu wamekuja, marais wamekuja, bado hawaelewi. Kuna mtu ameniuliza, hiyo summit kuna kazi hapo tunaweza pata? Actually kuna mtu wakati ambapo tulisema tutakuwa tukizungumza nawe na Fred Ogola ambaye bado amekwama kule Mombasa kuhusiana na hili. Wengi walikuwa wanauliza ni mwanzo pesa ambazo wanaona wanatia makubaliano, saini makubaliano, wanauliza ni pesa ambazo ni mikopo, ni pesa ambazo zitatu. Haya ndio baadhi na kubaliana nao wakati ambapo unasema kuna stahili kuwa na uhamasishaji. Uhamasishaji unapaswa kuwa, ndiposa Wakenya watakuwa na ufahamu, watakuwa wana sio tu kukubali, lakini watakuwa pia wana appreciate kwamba kuna jambo serikali linafanya. Kwa vile kwa sasa wengi wao hawajui, na ni fursa, sisi sasa tumepata fursa ya kuwaeleza ni nini kilikuwa kinaendelea. Sasa juzi wametia sahihi makubaliano 11. Katika haya makubaliano 11 kuna makubaliano kadhaa wa kadhaa. Zingine ulikuwa umeona walienda pale chuo kikuu cha Nairobi, wakafanya kuangalia tu chuo ni wapi watakuwa wanawekeza ile modern science laboratory, ile wanafunzi watakuwa wanajisaidia kusoma masomo mambo ya AI na kidijitali, mambo kama hayo. Haya yote yana manufaa kwetu. Hakuna mkopo. Kwanza kabisa hakuna mkopo katika hii dola bilioni 27 ambayo Kenya itapata. Haitakuwa pesa taslim, la hasha. Itakuwa ni pesa kupitia uwekezaji. Na itakuwa pesa ya Ufaransa peke yake. Itakuwa ndio Ufaransa itawekeza dola bilioni 27, Kenya pia itawekeza. Kwa hivyo ni ushirikiano. Ni ushirikiano. Wakati tuseme kwa mfano port, bandari ya Mombasa,
wanapania kuiboresha zaidi, kuhakikisha kwamba inaweza ikapokea meli nyingi zaidi, kuhakikisha kwamba zile mizigo ambazo ziko pale zinaweza zikatolewa kwa haraka iwezekanavyo, zile container. Kwa hivyo Kenya itawekeza kiasi fulani, wawekezaji na sio serikali peke yake, wawekezaji kutoka Ufaransa pia watawekeza katika bandari hiyo. Kwa jumla hiyo pesa yote ambayo watawekeza itaboresha bandari ya Mombasa na itafanya meli nyingi zaidi kutua pale. Na pia ni njia mojawapo ya kuunda ajira. Kwa vijana ikizingatiwa 75% ya Wakenya ni vijana na ambao pia ajira ni changamoto. Kwa hivyo wakati kuna tuseme leo hii TV47 ikisema kwamba ina partner na mtu wanafanya ushirikiano, huo mtu anaongeza TV ingine inaitwa 47B. Wewe hautaenda pale kutangaza katika TV47B. Kuna mtu ambaye hana kazi atapata kazi pale. Wale wapiga picha, producers, waelekezaji watapata kazi. Hivyo ndivyo inafaa kuwa. Wengi wana maswali kuhusiana na uwekezaji huu, na kumbuka pia Kenya inaingia katika uchaguzi na taifa lile la Ufaransa pia wanaingia katika masuala ya uchaguzi. Wanajiuliza endapo hawa wawili mmoja wao akose kuwepo, huu ushirikiano utakuwepo ama itabakia tu karatasi? Ni baadhi ya yale Wakenya wanauliza. Ni masuala nyeti. Maana hata juzi nimeona, sijui kama ni ukweli, kwenye mtandao eti rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema kila mara akifanya mazungumzo na rais wa Kenya kuhusu bandari, baada ya miaka 5 hajamaliza kuongea, ametoka mwingine amekuja, lazima aanze upya. Ushirikiano kati ya Ufaransa na Kenya sio ushirikiano kupitia serikali moja kwa moja. Kuna yale ushirikiano ambazo, kuna zile ushirikiano ambazo zitafanywa na serikali, government to government, na kuna zile ambazo zitafanywa na private sector, kwa sababu serikali haiko kwenye biashara ya kutengeneza pesa. Serikali iko kwenye biashara ya kuhakikisha kwamba wewe Mkenya umepata services, huduma, umepata huduma ambayo unahitaji. Kwa hivyo, kwa mfano bandari ya Mombasa, endapo mmoja wao hatarudi kwa sababu Macron hataanza upya. Hawataanza upya. Shikilia hapo kabla unijibu. Kuna Fred Orina kutoka Mombasa. Fred, iwapo unanipata, kauli yako siku hii ya leo. Halo. 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 Halo, tunakupata Fred, kauli yako? Kauli yangu nilikuwa nauliza. Hii kitu wanatuambia poti ya Mombasa. Yes. Tuko na shida hapa. Watu hawaandiki hapa, sasa hatujui kinaeleweka vipi. Serikali inaelekea wapi? Hawatuambii ni nini kinaendelea pale. Tunafungiwa tuendi ndani. Serikali ndio hii juu. Yes. Sasa President wetu anafikiria nini? Watu wa Mombasa hatuna kitu tunakula hapa, na sisi wenyewe ndio tunafanya hapa. Nimekusikia. Ndio hiyo tunaulizia atuelezee. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu. Akifanya hivyo sasa ndio sasa tuwe na mwelekeo. Sisi naangalia hivi. Okay. Asante sana Orina, atakuwa akitujibu kati ya hayo na mengine mengi. Huyo ni Orina katika masuala ambayo pia ulikuwa umezungumzia awali. Ukasema kitu ambacho serikali inakosea pakubwa ni kukosa kuwahusisha. Tayari wao wanasikia masuala ya bandari, upanuzi wake miongoni mwa mengine, lakini hamna chochote. Na nimekuwa nikisema mara kwa mara kuanzia mwaka wa 2024, wakati ilikuwa 24, wakati Kenya ilikuwa inatuma polisi huko Haiti, jambo kubwa ambalo lilisumbua wa Kenya ni kukosa kupata taarifa kwa wakati ufao na kwa njia ifaayo. Hata sasa Orina anazungumzia mambo ya bandari. Kwa nini kuna idara ambayo inasimamia bandari ya Mombasa? Kwa nini? Na utapata hiyo idara iko na wale ambao wameajiriwa pale kwa kuhakikisha kwamba ujumbe na ushirikiano mwema kati ya bandari na Wakenya na watu ambao wako pale ni mwema. Kwa nini
hawachukui fursa yao kuhakikisha kwamba wameelezea wananchi kinachoendelea. Utakapokosa kuelezea wananchi kinachoendelea kuhusiana na jambo ambalo limetokea, chochote watakachosikia ndicho watachukua kama ni ukweli. Kwa hivyo hata kama ni uvumi watasikia, wataenda nayo kama ni ukweli. Na ndio maana serikali ina hilo jukumu ya kuweza kuwaambia Wakenya. Niruhusu nirudi kwa hilo swali ambalo Wakenya wengi wana maswali endapo huyu ataondoka, na umesema Rais Yoweri Kaguta Museveni wa kule Uganda pia alikuwa ameibua maswali hayo kwamba wakati huu ninaanza na Rais Uhuru Kenyatta mstaafu, nikifika kwa Rais William Ruto naanza tena, kwa Kibaki alianza, tutakuwa tunaanza wakati wote? Hapana, hatutakuwa tukianza wakati wote. Ukiangalia yale ambayo zile mikataba ambazo walitia sahihi, baadhi yao zitaanza mwaka huu. Yes. Kama mambo ya bandari na tayari hata kampuni ambayo itahusika katika upanuzi wa bandari tayari iko ile CM something kutoka huko Ufaransa itawekeza hapo na itaendelea na safari. Endapo Macron nadhani hii ndio mula wake wa mwisho. Macron anaenda, haijalishi kama Macron yuko ama hayuko, yeye kile ambacho amefanya ni kuleta uhusiano na uwiano kati ya Kenya na Ufaransa, kati ya wafanyabiashara wa Kenya na Ufaransa, kuhakikisha kwamba wamefanya biashara. Ujue ya kwamba katika wale ambao walikuwa hapa wengi zaidi ni wale tunawaita ma CEOs, wakuu wa baadhi za biashara mingi, CEOs of different companies. Yes. Walikuwa hapa 600 kutoka nchi tofauti tofauti, ikiwemo Afrika Kusini, Ufaransa na baadhi ya nchi huko Ulaya. Kwa hivyo yeye na Rais William Ruto wamehakikisha kwamba wameweka ile tunaita safe environment, kuhakikisha kwamba biashara inafanyika. Wengi wa Kenya wanasema kumekuwepo na summits kama hizi na kongamano kama haya, na wanauliza tofauti ya hili na yale mengine ni nini? Actually wengine kwa mitandao ya kijamii walikuwa wananiambia muulize ambassador Kachola kama hii sio another talk shop ama mazungumzo tu ambayo yanapita. Niruhusu nisikie kwa Mkenya mmoja kabla hujanijibu. Anafahamika kama nani? Emmanuel Lawrence kutoka Kwale, karibu. Kauli ya kwako. Kauli ya kwangu nauliza, huyu boss wetu vile anaongea kitu mzuri. Yes. Na muunga mkono kwa mali kubwa sana. Kwa sababu Wakenya wanafaa wapate mawaidha kabla serikali hajauliza watu haijafanya chochote. Ili sisi pia tuelewe ni kitu gani inaendelea Kenya yetu. Ambapo tukikosa kuelewa, tukipata hiyo kitu mara ya kwanza kuwa tunajiingiza, tunaweza jilaumu ama tuilaumu serikali, na kumbe serikali inafanya kitu ya maana. Hilo ndio swali langu lenye naona ni kitu ya maana sana, serikali iwe inafahamisha Wakenya ni nini inaendelea. Asante. Wakenya pia wajue serikali inafanya nini kwao. Asante. Amerejelea kauli ya yule mwingine pia aliyezungumza kuhusiana, Fred alikuwa amezungumzia swala hilo na natumai kwamba serikali ya Kenya kupitia idara mbalimbali kuanzia huko juu, maanake kuna communication departments katika kila serikali na kila idara, ninatumai kwamba watachukua nafasi hii kuweza kuwaelezea Wakenya kile ambacho kinasonga mbele. Turejee katika swali hilo ya utofauti wa hili kongamano ambalo limekamilika na makongamano ambayo yamekuwepo, makubaliano ama the outcome ambayo imekuwepo kwa mkutano kama huu, wakati ambapo pia tunaelekea G7, Rais William Ruto akisisitiza kwamba hawataendelea kukuwa slaves. Ulikuwa katika shule ya msingi sivyo? Mlikuwa mnakaa kwa dawati moja hivi. Wakati ulikuwa umelemewa na hesabu ulikuwa unafanya nini mkiwa wawili? Ulikuwa una consult kwa mwenzako. Lakini ukipatikana kwa hivyo ni nini nazungumzia nini hapa? Baadhi ya mataifa wana kongamano ambalo wanafanya na nchi zote za Kiafrika. Ukienda Turkey wako na kongamano la Turkey Africa Summit.
China wako na FOCAC, India, Japan, South Korea. Kwa hivyo wengi wao wameangalia zile mbinu ambazo nchi ya Uchina inatumia katika bara la Afrika, na Afrika inakumbatia Uchina. Kwa nini? Uchina ukisema tunajenga barabara ya kilomita 1000 Kenya, wataanza almost immediately. Mara moja watahakikisha kwamba kabla kongamano lijalo watakuwa wamefanya ama wamekamilisha. Kwa hivyo unaporudi Beijing katika kongamano jingine, itakuwa ni fursa kwako kuona ya kwamba yale ambayo yalisemwa katika kongamano imekuwa implemented. Na hivyo wakati nilikuwa pale nikisikiza Macron na Rais Ruto wakiongea, ni kama Macron na nchi ya Ufaransa wameona endapo wataendelea kufanya yale ambao wamekuwa wakifanya na mtindo ni ule ule, watakosa pakubwa. Kwa sababu hakuna nchi ambayo haitaki uhusiano. Kila nchi inahitaji uhusiano, na Waafrika wamejanjaruka. Kwa nini? Hata kule katika eneo la Sahel unaona kuna msukosuko kati ya Ufaransa na mataifa mengine. Kwa nini? Wale watu kuna yale ambayo wamegundua ambayo nchi ya Ufaransa ilikuwa inafanya na iwapendekezi. Sasa Ufaransa inataka kuhakikisha kwamba yale ambayo wameyasema, makubaliano ambayo wameyatia sahihi, wanayatekeleza. Umezungumzia Sahel na ikanikumbusha kati ya mataifa ambayo yamekosa kufika hapa matatu, na huu ni wakati wa kwanza kongamano kama hili kufanyika nje ya Francophone. Na nikakumbuka pia kulikuwa na maandamano leo kuhusiana na masuala hayo, lakini mataifa matatu yalikosa kufika hapa, na licha ya kuwa kulikuwepo mwaliko hawakutaka kuhusishwa na kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Na nikawa nikifikiria katika masuala ya diplomasia, hili litakuwa na madhara gani? Utanijibu wakati ambapo nitamsikia Shushu wa Vihiga. Karibu sana. Halo? Halo. Habari zenu? Nzuri, karibu sana. Mimi nauliza hivi. Yes. Kwa nini kila kitu rais akijaribu kutetea taifa la Kenya mnapinga? Kila kitu inapingwa. Makelele inakuwa. Mbona wale marais walikuwa wa mwanzo walikuwa kileta hata kelele, hasa marais wanakuja hawakukuwa wakipinga. Haangalia ile vitu ya aibu mnaoneshana, kelele huyu mgeni amekuja, kelele imeanza. Hata mimi nashangaa na taifa la Kenya hili ni taifa gani hili? Mpaka mimi naona afadhali Mungu ashuke, dunia imalizike. Wakenya tumejifunza mtindo mbaya sana. Wewe unadhani tungefanya nini Shosho? Mgeni ya kwenda huwezi topolea sufuria. Asante. Amesema ameghadhabishwa pakubwa na Wakenya ambao walikwenda kule na wakaamua kupiga kelele wakati ambapo Rais Macron wa Ufaransa alikuwa anazungumza, na la mno anasema tungefunika aibu za kwetu, kisha akiondoka tungejipata huko. Nadhani hao ni vijana waliokuwepo pale na wamejifunza moja au mawili. Niruhusu nirejee katika hilo swali, wakati ambapo tunaliangazia katika mtazamo wa diplomasia. Kidogo hili litaleta mtafaruku. Kuna ile tunaita uhalali wa kimaadili. Uhalali wa kimaadili ambapo nchi hizi tatu wana kila sababu ya kukosa kuja. Hata kama wamekosa kuja, ni jana tumesikia Rais Macron akidhibitisha kwamba marais hawajakuja, lakini wametuma baadhi ya watu wao, wawakilishi wao kuhakikisha kwamba wamewakilishwa. Kwa sababu gani? Uhusiano kati ya nchi ambazo ziko katika magharibi mwa bara hili na Ufaransa sio uhusiano ambao unaweza ukaufuta kwa siku moja, kwa mwaka moja, kwa miaka 10. Hata kama mnatengana, mtatengana baada ya muda mrefu sana. Kwa hivyo wako na kila sababu ya kuhakikisha kwamba marais hawajafika, lakini kutuma wawakilishi wao inamaanisha kwamba japo wako na yale ambao yanawasumbua rohoni ama yale ambao
yanawasumbua kule kwao, lakini bado wanaweza wakatembea safari hii. Safari ya uhusiano katika masuala ya kidiplomasia sio safari fupi, ni safari ndefu. Unaweza ukaanza leo na uone matunda yake baada ya hata miaka 40. Miaka 40? Yeah. Hapo ni mbali sana kidogo. Hapo jenzi wakikusikia watakwambia ni kama kidogo utaki wafurahie. Sio yale ambayo tunasema ni makubaliano ambayo yametiwa sahihi. Yes. Katika mahusiano ya kidiplomasia yanaweza yakachukua muda mrefu sana kabla uone matunda yake, lakini mahusiano ya kibiashara utaona matunda yake ikichelewa ni miaka 5, miaka 3 hivi. Ila kuna wale ambao wanahisi ni kana kwamba Kenya inatumika na haya mataifa katika sitakaka kuita puppets, manake sisi endapo ila hayo ni mazungumzo yamekuepo. Endapo Kenya inatumika, je, Kenya imewahi tumika na Uchina? Tuko na reli hapo, tulitumika. Tuko na expressway, tulitumika. Tuko na ile port yetu ya Lamu, tulitumika. Tuko na baadhi ya vitu vingi sana ambavyo mataifa mengi wamefanya humu nchini. Kwa nini tuone ya kwamba Kenya inatumika? Kwa nini tusione ya kwamba Kenya inapata fursa ya maendeleo? James kutoka Kericho, najua upo kwenye line. Kauli yako siku hii ya leo? Kauli yangu ni kupongeza kipindi. Na wafuatilia. Asante sana James. Anasema kwamba anafuatilia. Hao ni baadhi ya Wakenya ambao labda hawakuelewa ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea upande ule, na wakati huu anapata fursa ya kuweza kuyaona. Umesema Kenya haiwezi kutumika bali tunastahili kuiona kama nafasi ya kujiendeleza, na ni nafasi ambayo inatufaidi sisi. Ila wakati ambapo tunazungumzia faida zenyewe ambazo zinajiri kutokana na mkutano huu, wengi wanasema mengi yanazungumzwa na yanapita tu. Tunaelekea G7 ambapo najua Rais William Ruto atakuwa na nafasi labda ya kuweza kuhutubia katika upande huo, lakini amesisitiza kitu muhimu: hatutaendelea kuwa watumwa wa mataifa hayo mengine kama vile Ufaransa, Uingereza na mengineo, na akasema we are equal partners. Ukiangalia kwa ukaribu, huo ni ukweli? Endapo tunataka kuwa equal partners, tunaweza. Unajua, wakati rais alikuwa akizungumza pale, watu wengi, marais wengi walishtuka sana wakati alisema hata ile refinery Dangote alikuwa anasema kuna hii fund inaitwa infrastructure fund. Pesa yenye iko hapo inaweza ikajenga nini? Hiyo refinery. Lakini kujenga hiyo refinery na hiyo pesa na kuwekeza hiyo pesa katika miradi tofauti gani sahihi, na kwa kuruhusu wale wawekezaji pia wawekeze pale. Yale ambayo yanaendelea katika bara la Afrika, rais alikuwa alikuwa anafanya ile tunaita alikuwa yanataja baadhi ya maendeleo ambayo yanaweza yakafanyika barani Afrika kutumia fedha zetu sisi wenyewe bila kukopa. Kwa nini rais amekuwa akikana sana haya maneno ya kukopa na kuendea deni katika World Bank nini? Ila tunakopa bado. Itabidi tukope kwa muda, kwa sababu ambazo pia hatuwezi tukafanya nini? Tukazuia. Lakini baada ya miaka kadhaa ambazo zinakuja, miaka 5, miaka 10 hivi, je, tunaweza fika mahali hatukopi? Inawezekana endapo tutajipanga. Kujipanga ni kufanya nini? Uliona ile KP Kenya Pipeline. Kuna watu waliruhusiwa kufanya nini? Kuwekeza, sio kuuzwa. I think kuuzwa ni kutumia neno ambalo halifai. Halikuuzwa. Watu wa Kenya, private partnership. Yes, wa Kenya waliruhusiwa kufanya nini? Kuwekeza ndani. Kuwekeza pale. Shikilia hapo, usipoteze hilo wazo. Tuwasikie wa Kenya, manake Rono najua pia ana kitu cha kusema. Rono, kauli yako kabla hatujaendelea. Okay, ni asante sana kwa kipindi cha leo. Yes. Nashukuru kwa sababu kile kongamano ambalo inaendelea hapo katika Nairobi. Yes. Inaonyesha kwamba
Kenya inasonga mbele. Haturuti nyuma tena, ni kusonga mbele, na tunashukuru sana rais wetu kwa ile hatua ambayo yeye hupanga maneno. Na sasa watu ambao wanaweza kuwa na tofauti ya mafikirio zake ni wale ambao wana haraka sana, hawaoni, kwa sababu president mwenyewe amekuwa akifanya yale ambayo hata wewe ukifuata, hata kama utawachiwa leo utakuwa na pressure mingi. So asante sana. Nadhani huyu ameamua kumpigia debe Rais William Ruto na ni haki yake. Yeye ameamini hataki chochote, yeye amesema tu chenye anafurahia. Niruhusu turejee hapo kwa dakika 3 ambazo zijazo, kisha nikamilishe hapo ambapo Rais William Ruto anataka Wakenya na sekta binafsi kuwekeza zaidi. Actually nimemsikiza jioni ya leo akirai sekta binafsi kuamini Afrika na kuwekeza Afrika. Ila kwa nini tuone wakati mtu ametoka Amerikani, mtu ametoka Uchina, mtu ametoka Europa kuja Kenya, tuamini kwamba huyo ni mwekezaji? Kwa nini mtu ambaye ametoka Nyandarua, mtu ambaye ametoka Kakamega asiwe mwekezaji? Kwa nini serikali itilie maanani zaidi wale ambao wametoka nje ya nchi kuwa wawekezaji na sio watu wa hapa barani, watu wa hapa nchini? Rais anasema nini? Tufungue milango yetu, tufungue fikira zetu, tukubali ya kwamba pesa ni pesa. Ukiwa na shilingi zako 10 na umetoka Marekani umekuja kuwekeza hapa, niko na shilingi zako, niko na zangu 10, mimi ninaishi kule Homa Bay, zote ni pesa. Wakati tunasema we are equal partners, tuna partner na watu ambao ufisadi sio kitu ambacho ni changamoto kama hapa kwetu Kenya na Afrika kwa jumla. Na nikawa nikifikiria labda huenda hii ndio sababu kuu ya wale wawekezaji wanaangalia, wanaona heri tu niwekeze katika mataifa ambayo hakuna hilo ama kuna hiyo changamoto. Unakumbuka wakati Obama alikuja hapa Kenya mwaka 2008, ilikuwa 2007-8 huko, wakati alikuwa seneta akiwa katika chuo kikuu cha Nairobi, Obama alisema, na nikimnukuu, "It is a challenge here just as it is a challenge to other parts of the world." But huku inakaa ni kama baluni. Sasa challenge. Kuna tunakubali kuna ufisadi. Kuna ufisadi humu nchini. Na kuna idara husika ambazo zinafaa kupambana na ufisadi. Sio polisi kupambana na ufisadi. Endapo ni polisi na yeye pia amehusika, tuseme hivi, tuombe serikali na idara husika kuhakikisha ya kwamba wakati wanafanya punishment kwa wale ambao wanahusika katika masuala ya ufisadi, wasianzie watu wa sijui wa chini hapo, tuanzie hapo juu, tuanzie pale juu, jinsi ilivyofanyika Rwanda. Asante Gordon kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Nitakutafuta manake najua kesho kutakuwepo na machache mawili ambayo yanahusiana na hili kongamano, na asante sana kuwaelimisha Wakenya kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yanaendelea siku hii. Rais anaenda G7. Na tutakuwa huko vibaya sana. Mojawapo ya yale ambayo anaenda kuomba ni kwamba masuala ya fedha na kukopa na nini, infrastructure ya financial institutions ziweze kufanya. Amesema they are not going to look for aid katika hizo kongamano ya G7. I will be there, manake najua nitapata nafasi nisikie kile ambacho atatetea huko. Nakamilisha hapo. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuepo Roda Nyamai, huyo amekuwa Gordon K. Ochola ambaye pia amezungumzia hayo na mengine mengi. Endelea kufuatilia manake mengi yapo saa 3 katika habari zetu kuhusiana na kongamano hili. Kwa heri kwa sasa.